Habari za wakati huu mtazamaji wa TBC1, karibu katika mfululizo wa vipindi vyetu, na hasa tukiwa katika mfululizo wa vipindi maalum, maadhimisho ya miaka 30 ya mkutano wa Beijing, harakati za kumkomboa mwanamke na harakati za kuweka usawa wa kijinsia. Takriban miaka 30 juhudi hizi za kuhakikisha kwamba mwanamke anaweza kutambuliwa na jitihada zake zikaweza kuthaminiwa katika jamii, na tayari zimefika miaka 30 na matokeo tumeyaona ya jitihada hizi. Leo tunashuhudia viongozi mbalimbali katika nafasi mbalimbali wakiongoza katika sekta zao. Mimi ni Joseph Bura na leo tupo katika kijiji cha Gajaroda, na hapa ni katika shamba la Gaja Farm. Shamba hili linamilikiwa na Mama Rose Andrea Kawala. Yeye ni mkazi wa kijiji hiki na ni mkulima na pia ni mfugaji. Na zamani tumekuwa tukizoea kwamba wanaoweza kuendesha mitambo mikubwa ya kilimo, kuendesha trekta, ni lazima umone mwanaume. Mama huyu ambaye leo tumemtembelea katika kutafakari jitihada za mwanamke na kuhakikisha kwamba tunamkomboa mwanamke kiuchumi, atatueleza namna gani amejishirikisha katika shughuli za kiuchumi, na anatufundisha vijana wetu wa kike wa kesho waweze kufanya shughuli hizi. Mama, habari za leo Mama Rose, na hongera sana tumefika shambani kwako. Tueleze Watanzania wataka kufahamu hapa ni wapi, imekuwaje mpaka unashughulisha na shughuli za kilimo na ufugaji. Karibu sana. Asante. Naitwa Rose Kawala. Ninapenda tu kuwapa wanawake confidence ya kufanya kazi, ya kujaribu kufanya kazi yoyote. Kwa sababu hakuna kazi ambayo inamshinda mwanamke. Kazi anayofanya mwanamume na mwanamke mwenyewe anaweza akafanya. Ni kupata tu nafasi na kupata msaada wa kuweza kumpa idea ya kuweza kutaka kufanya nini. Naam. Hebu tuanze kidogo kwa yule ambaye anatufuatilia kwa sasa. Mama Rose ni nani? Ni mama wa watoto wangapi, na imekuwaje unajishughulisha katika shughuli hizi za kilimo? Na tutakwenda hatua kwa hatua ili wale wanaokufuatilia Mama Rose wajifunze kutoka kwako leo hii. Mimi ni Mama Rose, ninakaa Haydom, ila nimeolewa nchini New Zealand. Nimekaa New Zealand kwa miaka mingi. Kwa hiyo nimekuja Tanzania kwa mwaka kama wa 3 sasa. Na kwa sababu nchini New Zealand ninafanya kilimo cha ng'ombe wa maziwa, na hapa Tanzania ninafanya kilimo cha ng'ombe wa nyama pamoja na kilimo cha mazao kama unavyoona. Huu mwaka wa 3 sasa umeamua kurudi nchini na kuwekeza kwa nguvu zote. Unajishughulisha na kilimo. Hapa tulipo ni shamba la vitunguu tunaviona, pamoja na kwamba jua kidogo imeweza kuleta changamoto, lakini ukubwa wa mashamba yako kama mwekezaji wa ndani ili uweze kumshawishi binti ambaye anakufuatilia kwa sana. Nina shamba la eka 100, lakini nina shamba la mazao la eka 60 tu. Sehemu iliyobaki yote nimeiacha kwa ajili ya mifugo. Na mwanamke yeyote anaweza akagawa kile alichonacho katika sehemu 2 au katika sehemu 3 kutegemea na ukubwa wa kile alichonacho. Kwa mfano kama msichana, wasichana wetu wengi hawapendi kufanya kazi za kilimo. Nafikiri kwa mtazamo wa Mtanzania, zamani mkulima alikuwa ni mtu wa chini sana. Na mkulima anavyolima anaonekana ni kama vile anapata tabu sana, anateseka sana. Ni kweli kwamba kilimo ni kazi ngumu, lakini ukiipenda na kilimo kitakupenda tu. Na ninapenda sana kuwashauri wanawake wenzangu, hasa kujaribu kufanya kazi ambazo ni tofauti na zile ambazo tunajua wanawake wamezizoea. Kwa sababu hata sasa hivi wanaume wanaingilia katika anga zetu. Ukienda kwa mfano, ukienda saluni, utamkuta hairdresser mwanaume. Zamani tulikuwa tunajua kwamba kazi ya kusuka ni ya wanawake tu, lakini sasa hivi wanaume wanafanya. Lakini ninapenda vile vile kuwashauri wanawake kwamba na wao fanya ile ya mwanamume anayofanya, usiogope, ili mradi unaweza kujikomboa kiuchumi. Ukipata hela zako hata kama ni kidogo kiasi gani, ridhika nacho, kwa sababu sisi wanawake ndio watu wa familia. Tunatunza watoto, wengine tunatunza mpaka na wanaume zetu.
wengi tu, ni siri zetu wengine, lakini tunafanya mambo makubwa mno katika familia. Kwa hiyo mwanamke mwenzangu, ninakuomba usiogope kufanya kitu chochote ambacho unaona utaweza ukafanya ukafanikiwa. Mama Rose, tumefika shambani hapa, unaendesha trekta wewe mwenyewe na ukimwagilia vitunguu vyako hivi na ukitembelea na mifugo yako. Hivi zungumza na binti ambaye anakufuatilia. Ni rahisi kwa kiasi gani? Na ile zamani ukiona mwanamke anaendesha chombo cha moto, kila mtu anasimama barabarani akishangaa. Hebu tusaidie mtazamo huu kupunguza na kuondoa kabisa tunapoadhimisha miaka 30 tangu mkutano wa Beijing. Mimi kidogo nina ujasiri wa kujaribu kufanya kila kitu. Ilimradi ni kitu ambacho ni chema. Mimi ninaendesha trekta, mimi ninalima kwa jembe la trekta, na ninapiga dawa kwa kutumia boom spray, ninapiga maji, nafanya irrigation kwa kutumia boom spray. Na yote hayo ni ujasiri tu wa kujaribu. Kwa hiyo mwanamke mwenzangu, msichana ambaye unajaribu kufanya kazi yoyote, unajua utaweza ukaanza kazi kwa eka 2 kama unapenda, lakini baadaye ukawa unaweka zaidi ya 10. Na niwaeleze tu kwamba uwe na confidence, uwe na ujasiri wa kufanya kitu. Usiogope kufanya kitu chochote unachotaka kufanya. Ni mwaka gani ambapo uliingia nchini New Zealand ukaanza kupata ujasiri huu? Kidogo kidogo ukaanza kujifunza masuala ya kilimo na ufugaji, na ukaweza kuendesha mitambo mikubwa hii ya kilimo, ukapata uzoefu huu, ili anayekufuatilia apate mtiririko wa historia ya maisha yako, apate kitabu cha kujisoma kutoka kwako. Mimi niliolewa mwaka wa 1998, nikaenda New Zealand, nikakaa kwa muda wote, na nilivyokuwa hata kabla sijaenda New Zealand, nafikiri mimi katika familia yetu nilikuwa ni mtu mmoja jasiri tu wa kutaka kujaribu kufanya vitu vingi tu tofauti. Maanake kuna wakati mwingine ninatembea na video vijijini, kwenda kuonyesha video wakati video zimeanza, na ni mimi tu mtoto wa kike naendesha baiskeli, natafuta wateja, naenda katika mashule, naonyesha videos, napata hela zangu, najikimu katika maisha. Lakini baada ya kuolewa, nilivyoenda New Zealand, ile confidence yangu nilionayo tangu zamani ikaongezeka zaidi. Baada ya kuona watoto wa miaka 16, 15 wanaendesha mabuldoza, tena wa kike, wasichana. Utakuta ni msichana anafanya kazi na anaongoza wanaume zaidi ya 20. Yeye ni kiongozi wa ile gang ambayo ni wafanyakazi, labda katika matunda ni mengi, kuna apples nyingi katika shamba la apple, ni supervisor na ana supervise very good. Basi nilivyofika kule, ile confidence yangu kidogo ya Tanzania nilionayo ikaongezeka zaidi. Ndio nikawa na ujasiri wa kujaribu kufanya vitu vingi kama hivi unavyoona. Mama Rose, kwa namna ambavyo umepata uzoefu nchini New Zealand, umejichanganya na walimwengu wengine, umeona namna ambavyo kila mmoja anaweza kufanya shughuli zile bila kubagua kwamba hii ni shughuli za kike, hii ni shughuli za kina baba, na zote zinaleta uchumi. Na kwa uzoefu huu ambao sasa umeona Tanzania miaka 3 mfululizo, sasa umerudi nyumbani, ukimiliki ardhi kubwa, ukishughulisha na kilimo na ufugaji wa ng'ombe, wapi ambapo Mtanzania bila kujali kwamba huyu ni mtoto wa kike ama wa kiume anaweza akajikomboa kiuchumi? Ardhi tunayo kubwa sana Tanzania ukilinganisha na mataifa ya huko nje. Kwa kweli kwa Tanzania tuna bahati sana, niseme. Mwanamke rais Mama Samia. Tuna bahati kubwa sana ya kuwa na rais ambaye anatupigania. Sasa hivi ningeshauri kama mimi mama, wasichana msioingia kwenye mdomo. Kilichopo sasa hivi ni hali kikubwa zaidi ni kilimo. Hakuna mfanyakazi hata wa serikali, hata mawaziri, wote wana mashamba. Biashara za mama ntilie, biashara za nini, biashara hizi ndogo ndogo za mjini. Mashamba ni mengi, ardhi ni kubwa. Washauri sana wasichana wanangu, hasa wasichana wa kilimo. Kilimo kitakuinua katika maisha yako yote. Usiogope kwa sababu kilimo ni kama vile unaingiza hela ardhini. Hujui kama itatoka au haitatoka. Lakini ukiwa una confidence, alafu ukiwa una site nzuri ya sehemu ya kilimo, utaweza ukafanikiwa kwa kiasi kikubwa. Niseme tu kwamba
Mara nyingi watu wengi wana irrigation, wana mashamba, wana visima vya kumwagilia maji. Kumbe yule msichana akitoka mjini akaingia shambani, akaongea na yule mwenye kisima, maji yako pale. Akapewa eka zake 2, akamwagilia kitunguu chake. Kitunguu kama ukilima vizuri kwa eka moja unavuna mpaka gunia 60-70. Gunia moja ni shilingi 300-400. Je, we msichana bado tu hujakomboka? Bado tu hujalisha familia yako, na bado tu kama wewe ni msichana utakuwa na ule uhakika wa kuangalia na kutunza familia yako na kujitunza wewe mwenyewe. Msichana wa leo ama kijana wa leo ukimuuliza twende kwenye shamba na kwambia sina mtaji, lakini mkononi anaweza na simu janja, simu ya kisasa kabisa. Vijana wa kiume tunasema futia nayo kitambi kidogo hivi. Ni simu ya 600, 700. Hivi vijana 5 wa kike wakiungana tunapoadhimisha miaka 30 ya mkutano wa Beijing, harakati za kumkomboa mwanamke kiuchumi. Vijana wa kike hawa hawawezi kukomboka kiuchumi wakawekeza katika sekta ya kilimo, wakaibuka, wakamiliki shamba kubwa kama la kwako. Hebu zungumza nao kidogo vijana wako. Wasichana ninapenda sana hata kuwasaidia. Kama kuna wasichana wanapenda msaada, ninawakaribisha waje kwangu, nitashirikiana nao, nitawaonyesha jinsi ya kupata ya kulima na jinsi ya kujiendeleza kimaisha. Kwa kweli simu tunazipenda wote na tunazo karibu wote, lakini pale kwenye simu tu haitakutosheleza. After all itakuwa inakupotezea sana muda wako. Naona vijana wengi siku hizi, hata wasichana wangu utakuta wana simu kubwa tu kama ulivyosema, lakini utakuta yani muda wa masaa 3 binti yuko kwenye simu. Kumbe yale masaa 3 ningemwambia kwamba twende shambani, tungefanya kitu kimoja cha maana sana. Kwa hiyo ni washauri tu wasichana kwamba, hasa wasichana, wanawake, tusijidanganye kukaa kwenye masimu. Tujaribu kutafuta alternative nyingine ya kuweza kuendeleza maisha yetu. Simu haziendi mahali, zipo tu na zitatoka nyingi sana na nzuri kuliko hizo. Kwa hiyo jitoeni, njooni shambani, tuchafue mikono, jua litupige, hizi hela zetu tule kwa raha. Hebu tafakari tulikotoka na nini tafakuri yako kwa sasa? Tafakuri yangu yani I'm proud kuwa na mwanamke president. Nilisikia nikiwa nyumbani kwangu New Zealand, nilisikia kwenye taarifa ya habari ya New Zealand, BBC News inatangaza kwamba for the first time Tanzania, Africa, they have the president woman. Her name is Samia Suluhu Hassan. Nakwambia niliruka juu, nilituba remote kule. Nikasema kumbe hata huku kumbe tunajulikana kwa price. Kwa hiyo kwa kweli hata pamoja na sisi wakulima, Mama Samia bado hajatutupa nyuma. Bado anatufikiria. Miaka ya zamani nirudi tu kidogo. Yani katika kata nzima trekta ni 1 au 2 zikizidi. Sasa hivi trekta ni nyingi. Mama ameleta mikopo ya trekta kila mahali. Mikopo ni mirahisi isiyokuwa na riba. After all utaweza ukaenda ukapewa trekta ukalipa baada ya miaka kadhaa. Kwa hiyo hata mambo haya ya kilimo sasa hivi yamekuwa marahisi kuliko ile miaka ya nyuma iliyopita. Kwa hiyo naomba wanawake tujiingize katika haya mambo ya kilimo sana. Na ungezungumza sasa na waziri anayehusika na masuala ya kilimo, na wewe ni miongoni mwa wanawake ambao mpo katika sekta ya kilimo hapa Haydom. Nini ungeweza kukishauri ili muweze kama wawekezaji wa ndani ambao umejiingiza kwenye sekta ya kilimo, ili uzalishaji wenu uwe mkubwa na muweze kulisha Afrika, mulishe Tanzania na mulishe dunia? Nini kifanyika kwa ushauri wako, changamoto mlizonazo na ukielekeza serikali ifanyie kazi? Nina mshauri au ninamwomba waziri wetu wa kilimo, Waziri Bashe, Hussein Bashe, tunamwomba sana kwamba opportunities za kuuza bidhaa zetu nchi za nje ziko nyingi sana. Watu wanatafuta bidhaa za Tanzania, kofi kutoka Tanzania, vitunguu hivi kutoka Tanzania. Mambo ni mengi kutoka, dengu kutoka Tanzania. Yani mtu anakuja supermarket anatafuta where is the product from Tanzania. Kwa hiyo ninamwomba waziri wetu kwamba atuunge sana mkono. Niseme sasa kwa wakulima wote pamoja na wanawake sisi, atuunge sana mkono ili hata
hilo soko lililofunguliwa liwe soko la uhakika na soko la kweli, tuweze kuuza bidhaa zetu hata nchi za nje. Ninaomba sana wanawake wenzangu na hasa hawa wasichana. Sisi unajua umri umesogea. Kwa hiyo hawa wasichana ambao sasa hivi wanakuja kwenye hii miaka ya 18, miaka ya kisitani yote. Fikiria kwamba mimi ninaweza kufanya hivi. Mimi nina mtoto, msichana wangu ni rubani, anaenda ndege. Je, kwa nini wewe usifanye hivyo? Nenda ajira za serikali zikitoka, kama ni ajira ya aina yoyote, labda kama sasa hivi utakuta REA, TANESCO wanahitaji mafundi. Mtoto wa kike vaa overall, panda kwenye ule mti, tengeneza mawaya. Mtoto wa kike panda kwenye bulldozer, badilisha gia, chimba na kijiko. Utafundishwa kama hujafundishika vizuri, utafundishwa na wale walioko pale. Kitu kingine cha watoto wa kike kinacho tu cost ni kwamba mimi ni mzuri, siwezi kufanya hizo kazi hazinihusu. Lakini embu jaribu kutoa hizo idea ya kusema wewe ni mzuri. Wewe utakuwa mzuri zaidi ukiwa una hela zako. Utakuwa mzuri zaidi ukionekana unafanya kazi za watu ambazo ni za wanaume. Embu tujitahidi tuwapiki hawa wanaume, tuwaweke nyuma, sisi tuwe mbele zaidi, alafu watuone. Bila shaka mmeona, sina la kurudia kabisa. Mama Rose anasema pamoja na uzuri wako, ukiwekeza katika kilimo, ukafanya kazi zile ambazo hazibagui jinsia yako, endesha mitambo mikubwa hii ya kilimo, utakuwa mzuri zaidi ukiwa na fedha zako mfukoni, utakuwa huru zaidi pia kiuchumi, utakula kile ambacho unakitaka bila kukitegemea kutoka kwa Joseph Bura ama kutoka kwa mtu yeyote vile. Ni uhuru wako wa kiuchumi. Tunazungumzia miaka 30 ya mkutano wa Beijing, yale ambayo yameletwa na harakati zile. Kila mahali yupo katika nafasi yoyote, jinsia yake, anafanya kazi ambayo yoyote ile ambayo na ana uwezo wa kukifanya bila kumbagua. Huyu ni Mama Rose Andrea Kawala katika kijiji hiki cha Gajarora katika wilaya ya Mbulu. Mwekezaji wa ndani kabisa, akiwekeza katika sekta ya kilimo, analima mahindi, vitunguu, lakini pia akifuga, pia anazalisha mifugo, ng'ombe wakubwa kabisa wa Borana. Hivi hatujazungumzia kidogo kwa dakika 2 hivi tuzungumzie kuhusu fursa iliyopo katika kuzalisha ng'ombe wakubwa na kuuza maziwa, lakini pia kuuza nyama na uwabadilisha vijana wa Tanzania. Ninapenda kuambia wafugaji na vijana wa Kitanzania ambao wanategemea au wanatazamia kufuga kwamba tusifuge kwa mazoea. Kuna ile kufuga tu kwa mazoea kama zamani, utakuta mzee anaona ng'ombe wake wengi tu, ng'ombe 50, 80, 100 wamekuwa. Yeye hataki kubadilisha mawazo kwamba hili ni zao la biashara. Kwa hiyo kitu ambacho ninashauri kwa wakulima wenzangu, kuna hata ufugaji wa ng'ombe ni kilimo, ni kwamba kama unaweza fuga kwa maana ya biashara. Na kwa maana ya biashara ni kwamba utaweza ukachukua, let's say utaweza ukachukua ng'ombe 20 mahali au 25 au 50. Wale ng'ombe wa size moja ukawapeleka kwenye sehemu yako ya kufuga, ukawafuga. Wanakuwa katika wakati mmoja. Wanapokuwa katika wakati mmoja, tafuta bei, tafuta market ambayo ni nzuri. Wauze hawa ng'ombe wako kwa pamoja. Hapo utabakiwa na faida nzuri sana. Hiyo faida nyingine utatumia, nyingine uirudishe kwa wale ng'ombe. Ili kwamba hao ng'ombe, hicho kilimo cha ufugaji wa namna hiyo kiwe endelevu. Na kitu kingine kwa Tanzania ninachokisikitikia kidogo ni hiki. Ningefurahi sana kama watu wangekuwa wana maeneo ya kufugia. Watu utakuta mtu ana ng'ombe 20 lakini hana sehemu. Ng'ombe wanapata shida, wanatembea juu na chini, maji wanatembea kilomita 7. Hata ile health, ile afya ya ng'ombe inakwisha kwa sababu ya kutembea kwenda kutafuta maji. Tunapenda sana kilimo cha mazao na sisi wa Tanzania ninavyoona, tunaona kwamba kilimo ni mazao tu. Hebu tukate hiyo mila potofu, tuweke kilimo cha ng'ombe, kilimo cha mbuzi, kilimo cha kondoo, kilimo cha nguruwe. Kama sehemu ni ndogo, fuga nguruwe. Jipange, fuga nguruwe 20. Hao nguruwe watoe wote kwa pamoja, rudisha 20. Ile hela jengea, fanyia kazi zako zingine, inalipa kabisa.
Lakini tuna changamoto ya maji. Hapa kwenye eneo lako umefanyaje kuhakikisha kwamba hata kiangazi kitokea una chanzo cha uhakika cha maji na ng'ombe wako wanakunywa maji kwa wakati wote na hata mazao yako unaweza kumwagilia ukiwa huru kabisa? Na nini unachoweza kukishauri wafugaji wa Kitanzania ambao wanaweza wakaungana hata kama mtu mmoja hawezi kumudu, vipi wanaweza kuungana wakachimba maji kama ulivyofanya wewe? Kwako umefanyaje? Mimi mara ya kwanza nilipata shida sana, karibu ninakata tamaa ya kufuga. Lakini baada ya hapo nikafikiria, nikasema kwamba kumbe kufuga ng'ombe mzuri ni kuwa na maji. Basi nikachimba kisima cha maji marefu, na maji sasa hivi yananipa faida ya kila kitu. Ninafanya ng'ombe wanakunywa maji mpaka wanaacha. Ninafanya irrigation farming. Ila kitu mahala ambapo kidogo tutaomba kwenye serikali yetu au katika wilaya yetu au katika hata mkoa wetu, watu angalie katika umeme. Tunapata hapa kama hapa kijiji chetu hapa tunavyo visima 3 vya maji marefu. Maji yapo, lakini watu wanashindwa kupump maji na kufanyia kazi vizuri kwa sababu ya umeme. Tukijaribu kuomba umeme katika ngazi hizi za kata hapa, hatupati jibu. Tumeomba umeme karibu mwaka wa 4, hatupati jibu. Kwa hiyo tunaomba sana wenye visima tuangaliwe kwa jicho lingine la kutuletea umeme. Umeme uko karibu, lakini kufika hapa unakuwa tabu. Ni kama kilomita ngapi ambayo miundombinu umeme imepita? Nguzo ni nguzo kama ngapi kwa makadirio? Na kama unaweza kuzungumza na wenye mamlaka, wakala wa kusambaza umeme vijijini REA, wapo wanakusikiliza na wamefanya mengi makubwa sana kwa hasa wawekezaji wetu wa ndani. Nimeona hivyo kwamba wanasaidia sana kwa kweli. Na umeme ulifika hapa kwenye kijiji fulani kinaitwa Hiramoto. Kutoka pale mpaka hapa kwangu umeme ni kama nguzo 7 mpaka 10. Kuna umeme mwingine umetoka kata ya Haido. Kutoka hapo barabarani mpaka hapa kwangu ni kama nguzo 5, ikizidi labda 6. Lakini tumejaribu sana kurudi kwenye ofisi za kama wilaya. Nilienda hapo Mkalama kwa sababu mimi niko mpakani. Shamba langu upande mwingine liko Mbulu, upande mwingine liko Mkalama. Nimeenda Mkalama, nimeandika barua, nimeomba. Basi sipati jibu, nikakata tamaa. Badala yake nikanunua generator, nikapump maji. Generator is very expensive. Haya, sasa nimejipatia sola, nimeweka sola. Na ndio kitu ambacho unaona hata we mwenyewe tunafanya hata irrigation. Lakini sola na yenyewe ina depend na hali ya hewa. Siku kama hakuna jua ni kwamba hakuna maji. Kwa hiyo tunaomba sana kama tunaweza kupata umeme ili tuweze kufanya big irrigation farming. Maji yako mengi, namna ya kuyatoa kuyaleta huku ni umeme tu. Bila umeme sisi hatutasaidika. Na umeme kwa mfano mkipatiwa REA leo wakasema wamepata ombi lako, wanalifanyia kazi, uwekezaji wako unaweza kuongezeka kwa kiasi gani pamoja na wakulima wenzako ambao umewataja kwamba mmechimba visima? Mnaweza kutoa ajira kiasi gani kwa vijana wa Kitanzania katika eneo hili, lakini pia mkauza nje? Tutaweza kutoa ajira nyingi sana. Ninaahidi kwamba kama umeme utafika hapa, kwa sababu ardhi ninayo, na ardhi ni ya Mungu, ni bure. Mimi katika kila kijana kama maji yapo, kila kijana nitaweza nikampa eka moja bure, yule anayejitolea kuja kulima kitu anachotaka yeye, iwe nyanya, iwe cabbage, iwe carrot, ili kwamba na yeye huyo kijana ajipatie. Sintamchaji kitu chochote, bali tuchangie kulipia umeme tu. Hiyo ni ofa imetolewa na Mama Rose. Endapo serikali kupitia REA wanaweza kumsaidia wakamsogezea umeme ili kupunguza gharama za uendeshaji wa eneo lake la kilimo la uwekezaji hapa ambako anafanya kilimo cha umwagiliaji, lakini pia ana ng'ombe wengi sana. Umeme haujafika katika kijiji hiki cha Gajaroda, tarafa ya Haidom katika wilaya ya Mbulu vijijini. Bila shaka ombi hili litakuwa limewafikia serikali. Mama, tunahitimisha mazungumzo yetu katika kusherehekea miaka 30 ya mkutano wa Beijing. Jitihada zote za kuhakikisha kwamba tunaweka usawa wa kijinsia, lakini pia mwanamke na mwanaume wanaweza kawa sawa, na tukielekea 50 kwa 50, na tunaelekea katika uchaguzi mkuu mwaka 2025. Nini unachoweza kuzungumza kwa wanawake kujiamini kama wewe ulivyojiamini katika sekta ya kilimo, unaendesha trekta lako mwenyewe? Zungumza na vijana wetu wa kike na zungumza na kina mama wa Tanzania. Kina mama, naomba sana mjiamini, usiogope kitu chochote, fanya kile ambacho unaona ni haki kufanya, ili mradi usivunje sheria ya nchi. Alafu katika uchaguzi unaokuja, kwani tunamchagua nani? Si mnamjua?
tunamchagua mama mwenzetu arudi kwenye kiti ili aweze kutusapoti katika hii nini ya maendeleo. Tuweze kupata maendeleo tukimchagua Mama Samia, anatuona kila mahali. Naomba wanawake wenzangu tujiunge pamoja ili tuweze kuendeleza hili gurudumu. Msiogope kilimo. Nikiletea umeme na REA, hata watu 20 wanawake na wasichana, njoni mnione, mnidai. Na kama sijaahidi, mnipeleke hata mahakamani kama sijatimiza ahadi. Yote haya yanatoka kwa Mama Rose Andrea Kawala, ni mwekezaji wa ndani katika sekta ya kilimo, yupo katika kijiji cha Gajaroda katika tarafa ya Haydom, wilaya ya Mbulu. Na katika kipindi hiki maalum, mimi nikushukuru sana Mama Rose na nikutakie uwekezaji mzuri sana katika sekta ya kilimo kutoka kwako, na watafanya jitihada kubwa sana. Nikushukuru sana na tukutakia wakati mwema. Asante sana. Asante sana, nashukuru kwa Mama Rose Andrea Kawala, mwekezaji wa ndani katika kijiji hiki cha Gajaroda, tarafa ya Haydom, katika kuadhimisha miaka 30 ya mkutano wa Beijing, harakati za kumkomboa kiuchumi lakini pia kuweka usawa wa kijinsia.